mpenzi watazamaji wa TV yetu, leo nimewaletea kipimo kizuri cha kujipima maambukizi ya virusi vya ukimwi ukiwa nyumbani, ukiwa safarini, ukiwa sehemu yote umetulia, unaweza kujipima, ambacho kinaitwa Check Now. Hiki ni kipimo cha blood ambacho unaweza kujipima mwenyewe ukitumia kipimo kilichopo huko. Ni kipimo halisi, kipimo kizuri, kina viwango. Unaweza kujipima mwenyewe, unaweza kupima familia yako, unaweza kupima na mpenzi wako popote. Twende nikuelekeze namna ya kutumia hiki kipimo ukiwa nyumbani. Kwa kwanza unachana tu hivi kiurahisi, kuna vielekezi humu, unachana hivi kiurahisi kama unachana hiki. Humu ndani unakutana na package ya vitu kama hiki, ni kipimo chenyewe. Na hivi ni tools ambazo unaweza kutumia wakati wa kujipima ukiwa mwenyewe nyumbani, sehemu yoyote. Basi ndani tunapiga tena, tunachana hivi sipo. Ndio tunakutana na hiki kipimo kipo hivi. Hapo. Pia nakutana na package kama hii hapa. Kila kitu kwa ajili ya kujipimia. Kuna bafa, kuna koto, kuna plaster, kuna plika. Hiki ni plika ambacho unaweza kutumia kujiplika wewe kwenye kidole. Kwa hiyo kabla ya kutumia plika, kipimo chetu tunaweka vizuri, tunaweka pipeti yetu vizuri, tunachukua cotton au cotton ambayo ni hivi. Tunachukua kidole cha mpenzi wako au cha kwako kama hivi. Mafuta na kuchagua kipi ambacho tukichome, na kutumia kile hiki, tunaswabu vizuri na kuweka vizuri. Tunachukua plika ambacho ni kandamiza kidogo tu, nguvu kidogo. Kwa tayari shafiki, chukua pipeti yetu na bonyeza kidogo kidole, tunakula kutoka juu kuja hivi kuja kupata blood ambayo kutosha kidogo. Tunamenya na pipeti yetu, tunaweka tunachukua blood yetu, tunaweka kwenye kidishi hapa yote na matone mawili. Baada ya hapo tuko tayari kwa ajili ya kupima blood yetu. Nachukua pipeti yetu na bonyeza juu hivi kidogo, na kuja tena unaachia kidogo na kuchukua blood na kuweka kwenye hiki kitubu cha pili hapa kwa ajili ya kutesti blood yetu. Unaweka 1 drop. Unaweka tu hivyo. Alafu tunachukua bafa yetu hii hapa, unaisimamisha 90 degree ikiwa hivi kwenye sehemu ambapo tumeweka blood 1 tone moja labda, tunabonyeza na inaenda ni drop moja tu. Tayari tunaweka hapo, tunaisubirishia damu yetu. Tunaangalia kwenye dakika zetu za dakika 15 hadi 20. Kipimo chetu kitakuwa kimesoma na kutupa majibu yetu halisi na sahihi. Hii ni namna ya kujipima self test kutumia kipimo cha blood test. Hii pamba ambayo tuko nayo hapa, plaster, kwa ajili ya kumpa mteja wetu pale ambapo wamejipliki, kwa ajili ya kufunga kidonda. Maana tunaamini ukishajipliki pale unakuwa na kidonda. Kwa hiyo tunachukua hii plaster, iko vizuri. Kwa hiyo tunaenda kumpa mteja wetu anajifunga hapo kwenye kidole.
20 kipimo chetu kitakuwa kipo tayari kutoa majibu yako ya uhakika na ya halisi, lakini sio majibu ambayo ya uhakika moja kwamba yametoka kama positive ukaamini kwamba una maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tunataka kwenda hatua inayofuata, naenda kituo cha afya kwa ajili ya kwenda kupima kwenye kipimo kinachofuata ambayo ni SB Bioline. Kama itaonekana ni reactive tutaenda kwenye Urigold. Lakini kama kipimo chetu cha awali kitatuonyesha kwamba ni tutasema hapo kwenye control, na kipimo chetu kina hizi herufi hapa. Kuna C na T. Hiyo C inaonyesha kwamba ni kipimo ambacho kipo salama, kina ubora na kimepima na majibu ni sahihi. Na hii herufi T inaonyesha kwamba majibu ya kipimo chetu. Kwa kama damu yetu hapo itasoma kwenye herufi T na C, maana kipimo ni kizima, kimepima bila shida na majibu yanatuonyesha kwamba ni positive. Lakini kama kwenye herufi T pata chora mstari wote na mstari utakuja kuchora kwenye herufi C, maana kipimo chetu kimepima kuhalisia na wewe ukiwa antigen yako ni negative kama kinavyoonyesha kwenye hiki kipimo. Dakika 15 ana zinakaribia kufika majibu yetu na kipimo chetu ndio majibu yetu halisi hivi punde. Asanteni, karibu siku nyingine.